Napenda kuwasalimu ndugu zangu, marafiki zangu wote ambao mnaweza kunifuatilia toka mwanzo mpaka wakati huu. Hasa napenda kuzungumza na vijana wenzangu kwa sababu sisi ndo watendaji wakuu katika ulimwengu na sisi ndo wapambanaji wakubwa. So today nimekuja na topic moja, nasema vijana tupambanie ndoto zetu ili tuweze kufanikiwa. Leo napenda sana kuzungumzia kuhusu vijana kupambana ili kuweza kufikia katika mafanikio yetu. Hasa vijana wa leo tuna ndoto nyingi sana kubwa tena, ambao wanataka wengine kuwa wafanyabiashara wakubwa, wengine viongozi wa serikalini, wengine hata wataaluma katika fani mbalimbali. Lakini ukweli ni kwamba ndoto pekee haitoshi bila kuwa na juhudi na kuweza kupambania hicho unachokihitaji. Unaweza kuwa na dream za kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini hauna tija na hauna nia au juhudi ya kuweza kupambania ukaweza kupata huo uongozi au kuwa mfanyabiashara mkubwa. So ndugu zangu vijana, mafanikio hayaji kwa bahati kama unavyofikiria. Sawa? Tunasema kwamba ni bahati ya mtu kusuccess, lakini automatically juhudi inakuwa imeegemea katika sehemu hiyo aliyopata kuweza kufanikiwa. Lakini tunajua kuwa ni wazi kuwa nidhamu, uvumilivu na kujifunza kila siku. Mara nyingi tunakutana na changamoto mbalimbali, kukosa mtaji, pengine kukosa ajira, au watu wengine kutuona kama sisi hatuwezi, au sisi wenyewe kujiona kama hatuwezi, pengine watu wengine wanatuchukulia kama sisi vijana baadhi yetu hatuwezi kufanikiwa. Lakini tunasema changamoto hizi hazipaswi kuwa sababu ya sisi kukata tamaa na kuweza kufocus kwenye ndoto zetu ili tuweze kufanikiwa. So vijana wenzangu, kitu ambacho naweza nikasema, maisha ni kama vita na ipo hivyo kabisa. Usikubali kushindwa hata siku moja. Mapema utaendelea kubaki nyuma, lakini ukipambana zaidi, ukichanganua njia za kuweza kupambana, kujifunza kila siku, kuvutiwa na mazungumzo ya watu mbalimbali, inakusaidia unaishi katika maisha ya watu wengi sana. Lakini pia haitakuwa changamoto sana endapo fursa ndogo ndogo zinazopatikana unazifanyia kazi kwa utaratibu ambao unaona kabisa unakufaa, ili uweze kuona mabadiliko katika hali yako ya mafanikio. Lakini kitu kingine nasema, kitu cha muhimu ni kwamba vijana tuache tabia zinazoturudisha nyuma, kama vile uvivu. You are just stay resting, unalala wakati wa kufanya kazi, wakati wa kujishughulisha, pengine unataka uwe na fani kubwa ya kitaaluma, lakini muda wako mwingi unaspend kwenye vitu ambavyo sio sahihi. So hauwezi kufikia unapokwenda, utaishia pabaya sana. Lakini kingine ni kukata tamaa mapema. Usijaribu kukata tamaa mapema. Kijana, hutakiwi kukata tamaa hata siku moja, kwa sababu hujui